What can we do? What can we do with what we have? Mungu ametuamini sana kanisa. Tuonapo the coming, ule ujio wa Bwana umekaribia, nataka nikwambie tumebarikiwa sana. Tumebarikiwa sana. Oh, hallelujah. I can't get enough in my heart. Siwezi kuimaliza nikitafakari kile ambacho Mungu anaenda kukikamilisha na kanisa katika siku hizi za mwisho. Oh, hallelujah. And it's amazing. Ni story ya kutembea na Mungu. Wewe kijana, my brother, my sister, it's a story of walking with God. Walking with God. I'm not talking here sisi tunaohubiri, tunasimama kwenye mimbari. My work is mchungaji, it's my work. Lakini kwenda nje kuhubiri Injili, ile naifanya kama Mkristo, siifanyi kama mchungaji. Unionapo nimeenda kwenye vijiji, siifanyi kama mchungaji, naifanya kama Mkristo, which is ndicho nimebarikiwa kufanya. I offer everything I have. Ninahakikisha kila kitu kinaelekea Injili. Everything kinaelekea Injili. Hilo ndo kusudi. Sijajua kusudi la utafutaji wako. Sijajua kusudi la mipango yako. Sijajua kusudi la maisha yako. Lakini kwako wewe Mkristo, iweke Injili namba moja. Iweke Injili namba moja. Tunazungumza kwenye siku ambazo transportation, usafiri umerahisishwa. You can't believe it. Angalia the communications line. Angalia transport. Leo hii kuna siku nilipanda gari, nilikuwa naenda Kahama. Nilipanda gari saa 3 hivi, na ilikuwa saa 3. Saa 11 niko Kahama. Saa 11 asubuhi niko Kahama. Nikapanda gari kutoka pale kwenda vijijini huko. Saa 2 nimeshafika. Nikatumia hiyo siku mpaka jioni. Nikamaliza jioni, imefika saa 12. Saa 12 mbali interior, nimesahau jina la kile kijiji. Kahama huko. Imefika saa 12, naambiwa naweza nikapata gari. Naweza nikapata gari la kwenda Kahama mjini. Na naweza nikapata gari linalotoka Bukoba linapita pale saa 5 usiku na linaenda litaniacha mimi Dodoma. Nikapanda gari, ilikuwa saa 12. Nimefika saa 12. Nimemaliza siku, nimefika kijijini, nimetoka, nimefanya kazi, nikaenda nyumbani. Nimetoka kule saa 12. Saa 3 ile gari, nikapata gari tu. Achana na lile ilikuwa linatoka Bukoba. Nikapanda basi. Niko Dodoma. Asubuhi yake niko Dodoma, nimerudi, nimekaa. Hizi siku zingempata Paulo, tungesoma vitabu, tungebeba Biblia hii yule Paulo. Maana kwa Wakorinto alienda akatuandikia kitabu, kwa Warumi alienda akatuandikia kitabu, kwa Wathesalonika alienda akatuandikia kitabu, kwa Philippians akatuandikia kitabu, kwa Waebrania alikuwa akatuandikia kitabu. Tungemweza Paulo? Tungesoma vitabu vya Paulo au tungevichukia, tungeviacha? Because a lot of books. We need to preach the gospel. The communications lines, the transportations lines. Angalia language sio. Unaenda mazingira sasa hivi. Kuna mazingira, language is a barrier ya kuhubiri Injili. Lakini wana watoto wao
wamestaalamika, wanajua Kiingereza, wanajua Kiswahili vizuri, wanawatafsiria. Nimeenda kwa wamang'ati, baadhi ya wamang'ati hawajui Kiswahili, wanajua kikwao tu, lakini kuna watu wanajua Kiswahili na wanawasaidia, na wana watoto wamesoma na wana akili. You can even preach in English na mtoto wao akawapa katika lugha yao. Tujikute kwenye mahala ambapo we are preaching the gospel. Brother, jikute mahala ambapo maisha yako ya kila siku yameipigia mahesabu injili ya Kristo. Ni agizo, ni agizo. It's not an optional. Baadhi yetu mmetuzunguka, mnatuona kama ni wahubiri kwa sababu of course I'm a pastor, that's my work. But ninapofika point naenda kuhubiri injili, it's personal. My brother, naifanya ile kwa sababu I'm a Christian. I'm not doing it because I'm a pastor. I just hili ni agizo na I can't leave it. Siwezi kuliacha. Nikukumbushe, there is an alarm. Ile alarm inapiga kelele katika mlima wake mtakatifu. Ni kwa kipindi cha milenia, lakini ni kipindi hichi hapa kipo kuna sounding za tarumbeta zinapiga kuwakumbusha, hey, it's time, it's time. Haleluya. Tulienda Boma, mama mmoja Masai alikuwa juu Kiswahili. Tulienda Tabora, wale wako Wasukuma pale Tabora. Katikati ya Tabora ilikuwa ni mpakani, mwishoni mwa Singida na Tabora, ndani huko vijijini. Yule Msukuma hajui Kiswahili, I have a picture. Hajui Kiswahili, na tukampata mtu anajua Kiswahili, anamtafsiria kwa Kisukuma na akaokoka kwa kutafsiriwa. Hakuna no barrier. Ustaarabu umeingia duniani, no barrier. We have to do even much work nowadays. Brother, let's do the work. Alafu Yesu akasema hivi, injili itahubiriwa kama ushuhuda kwa mataifa. Can't we go and tell? Yani hatuwezi kwenda kuwaambia watu, kuhubiri, make it known, make it isikike. Hata hiyo inashindikana. You can't do it. You can't. Sasa hivi kuna vitu vingi, toa vifaa. Huwezi kuhubiri, hauna uwezo wa kuhubiri, toa laptop, toa cameras. Kuna maredio. Support injili iende ifike, vijiji vifikiwe na injili ya uokovu. Watu waambiwe kwa habari ya ufalme wa Mungu, kwa sababu umefanya kitu na kwa nafasi yako. Do it with your hands. Fanya na miguu yako na magoti yako. Fanya na pesa yako, fanya na maisha yako. Give yourself for the commission of the gospel of Jesus Christ. Don't let it go. Usiishi maisha ambayo hajaitikia injili. Agizo hili liwe muhimu kwa maisha yako. Amka, nenda kazini with the consciousness ya kwamba kuna agizo ya kuhubiri injili. Consciously involve in it. Consciously involve in the preaching of the gospel. Remember, injili hii ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa mataifa yote, ili iwe kama ushuhuda kwao, na ndipo utakapokuja ule mwisho. Mwisho unakuja na kutimia kwa kuhubiriwa injili. Mwisho hauji tu. The gospel imebeba siri ya siku za mwisho.
And the blessing is, I'll come and narrate it to you. The amazing time of mankind. Hiyo mikono unayoiona, these palms of our hands, my brothers, they are going to do a lot of mighty work of God. A lot of mighty work of God. I can tell you. Lord Jesus, I thank you. Thank you for this word. Let it go. Let it go. I pray for someone here. Mpe hekima ya Roho wako Mtakatifu. Mpe hekima ya Roho wako Mtakatifu, Mungu wako. Yes, mpe hekima ya Roho wako Bwana. Tuitikie agizo kuu. Wiki ijayo tunaenda, kesho tunaenda Chunya. Baba, tangulie sawa sawa na neno lako. Wewe ambaye ulisema utalitimiza neno lako, kwa habari ya kuja kwako utalitimiza neno lako. Baba, watoto wako tunaenda. Ni kwamba tumekutii wewe, ni kwamba tunaichukua maagizo yako. Utasimama pamoja nasi. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu atakayetuongoza all the way. Baba, natamka amani yako ende pamoja nasi katika jina la Yesu. Shalom.